Wewe sema mwanangu, ujue nini? Jua ile maneno unaniambia siku ile pale, jua alikuwa ameniingia kinoma mwanangu yani. Yaani huwezi kuamini nishabadilika, kila kitu nimeacha. Wewe mwanangu, sivuti ganji sasa hivi. Sinywi pombe wala mademu wenyewe siwatamani. Chogo, sasa hivi umechagua njia nzuri sasa. Umeamua kubadilika. Hivyo ndio binadamu anatakiwa kuishi. Mimi nadhani sasa hivi ndio unaenda kuna mwenendo mzuri. Na mimi nilikuja kukwambia hayo maneno kwa sababu sikutaka uharibikiwe. Unajua mtu anayekupenda hataki uharibikiwe. Mimi sinajua mwanangu, wewe unanikubali na unataka mimi niharibikiwe. Mimi nalijua wewe, ndio maana mwanangu wa faida wewe maiji mwanangu. Oya miaka buku na kurespect kinoma yani mwanangu. Yaani sasa hivi nimeacha kila kitu yani. Ndio hivyo. Na nilikuja kwenu. Lakini sikuweza kumkuta mtu yeyote. Mwanangu, mimi nilitoka, si unajua mitikasi nini kwa mtoto wa kiume, alafu pale unajua yule sister anakaa anategemea mimi ndio kila kitu pale mahomo. Kwa hiyo nilitoka nini kwenda kupambana, nikaasa mwanangu nipate chochote kitu ili kono uende kinywani, si unajua. Na hiyo ndio taratibu za mwanaume, anatakiwa pambane ili familia yake isiteseke na njaa. Kwa hiyo wewe kama umefanya hivyo ni jambo zuri, lakini nilikupigia simu sana kwa sababu kulikuwa na dili, lakini sikuweza kukupata hewani. Laiti simu yako ingekuwa hewani ungekuta missed call nyingi. Si mwenyewe unajua kudundia hii, nilimwachia sister hangaike nayo. Mimi na imani hivi ulivyo, hata yule uliokuwa unampenda atakuja sasa. Unyama mwanangu, sema nini demu unajua alishanikataa. Akanambia ni sio vitu vyake nini, ana basha yake. Basi mimi nikachukulia poa, unajua sisi wauni masela waga tunakubaliki kushindwa. Mwana mtu akija kupanga akakuchana nini kwamba bwana mimi na mazingira yangu inabidi umrespect tu hivyo, haijalishi unaumia. Maisha mengine yaende mwanangu. Ndio hivyo, lakini pole sana. Mimi nahisi Mwenyezi Mungu achoki. Atakuletea mtu sahihi kwa upande wako. Kwa hiyo endelea kuomba sana. Na nakisubiri kwa hamu mwanangu, nakisubiri kinyama yani. Basi ni sawa. Ni nani amekwambia ukae? Ni moyo wangu. Nisikilize. Umeona nje? Utachagua wewe. Uendelee na safari ama urudi ulipotoka. Na mambo mengi sana ya kufikiria. Na sijakaa kwa kukusubiria wewe. Naomba uende. Ni sawa. Lakini labda nikuachie haya kadhaa. Katika dunia kuna pacha. Yaani kuna kulia na kuna kushoto. Pia kuna usiku, kuna mchana. Ila pia kuna mwanga, kuna giza. Kwa maana ya kwamba maisha ili yapate kwenda ni lazima hawa pacha wawe pamoja. Mimi bado sijakamilika. Lazima niwe na wewe ili upatikane uwili. Tafadhali. Usije ukaniona kama vile mimi ni king'ang'anizi sana. Naamini kuna kitu Mwenyezi Mungu amepanga juu yetu. Ndio maana nikiamka, nikilala, nikiamka, hakuna mtu mwingine anayekuja kwenye kichwa changu zaidi ya Rita. Na siwezi ukata tamaa. Siku zote wanasema kile unachokihangaikia sana ndio bora katika maisha yako. Lakini ukikipata kitu kwa urahisi, basi hakiwezi kuwa kizuri katika maisha yako. Tafadhali, naomba nipatie nafasi. Nimeshateseka sana. Inatosha basi. Nisikilize. Nimeshachoka hizo ngonjera zako. Nimeshachoka kupigiwa kelele. Kila utakaponiona, Rita nakupenda, nakuhitaji, siwezi kuishi bila wewe. Sijui hakuna mwanamke kama wewe. Hizo zote mimi nimefanyaje? Nimezichoka kwako wewe. Naomba unisikilize. Naomba nipe muda. Nifikirie hicho ambacho nakifikiria wewe. Nikishamaliza kukifikiria hicho ambacho nakifikiria wewe, nitakupa jibu. Naomba uende. Asante Mungu. Naamini ninapoelekea sasa ni pazuri. Yaani nimeiona hatua njema. Nimeanza kuona kuna mwanga kidogo. Asante Mungu. Kwa maana
kuambiwa kwamba ngoja nikufikirie ni jambo zuri sana katika maisha yangu. Kuna uafadhali nimeupata. Ila tu nikuombe kitu Rita. Naomba fikiria kwa kina. Tafakari vizuri sana. Na utambue ya kuwa hakuna mwanaume atakayekupenda katika maisha yako zaidi yangu. Sawa, nimekuelewa. Naomba uondoke. Nakupenda sana. Afadhali umerudi mume wangu. Kuna jambo nataka nikushirikishe. Unajua nimebakiza wiki 2 tu ili niweze kurudi kazini. Kwa hiyo nimewaza tutafute msaidizi wa kazi ili aweze kutusaidia kipindi sisi tupo kazini, aweze kutusaidia kazi za nyumbani. Mwisho mtafuta gani ufanye kazi? Kuna watu nimepatia hiyo kazi, wanisaidia kutafuta. Nikisha mpata atanifahamisha. Then nitakujulisha wewe. Sawa. Ameshika. Ndio shuleni. Sawa babe. Unajua huku tunapoelekea ni pabaya sana. Yaani jana bado kidogo tu nifumaniwe. Jaribu basi kupunguza simu za usiku, Ukiona sipokei basi jiongeze kama wewe. Ona sasa. Unataka kuharibu ama? Lakini Tashi, so mimi ni mtoto ndo nataka kuongea na wewe. Yaani mtoto aliye tumboni hataki kuzungumza na mimi? Wapi na wapi? Halafu nishakwambia mimi nikihitaji kukupigia wewe utaiona simu yangu, sio uanze wewe. Subiri mpaka nianze mimi ndio utajua kama mimi simu ninayo. Hebu acha basi. Mimi nakupenda. Nahitaji kuwa na wewe muda wote. Ndio maana unaona nakusumbua sumbua. Sawa. Mimi nikiwa napata nafasi nitakuja kutembelea tu. Lini sasa? Kila siku una nafasi. Lini utapata hiyo nafasi sasa? Sishakwambia nikipata nafasi nitakwambia. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini pia hata utojua kwa pesa matumizi inakuwa zinasuasua. Mimi nitafanyaje? Na mwenyewe unajua. Kwa sasa hivi mimi biashara zangu zote nimesimama kwa sababu yako. Sifanyi biashara mimi. Fatma. Mimi nishakwambia mimi sasa hivi hali yangu si nzuri. Hali yangu ni tete. Nikipata pesa mimi nitakuwa nakuletea. Ila si kwa sasa hivi, sielewi. Jaribu basi kunielewa Fatma. Sawa, mimi nikutakia wakati mwema. Jamani, kuna wanawake ving'ang'anizi hatari. Yaani najuta ni zisingenisumbua zile nisingemfuata ule mtu. Unajua Kilikuu, mimi sikuelewi. Changamoto yako sasa hivi ni nini? Maana umekuwa ni mtoro kazini, ufiki kwa wakati kazini. Ni nini ambacho kinapelekea mpaka unakuwa hivyo? Ndugu yangu, sasa hivi nafurahi, sasa hivi na enjoy, sasa hivi ni full kujilambalamba. Mwenzako nimepata mshangazi bwana. Na huo mshangazi unanizingatia. Na pia na mimi nauzingatia. Ndugu yangu, hadi umeniona leo ni neema za Mungu tu. Ila usingeniona. Baba, huo mshangazi unataka mzee wa nyama nje, nyama ndani, nyama nje, nyama ndani. Kwa hiyo ni full kujilambalamba. Kama mwenyewe unavyojua ndugu yangu, ukipata mshangazi za Dar es Salaam bwana, inajua kukea. Na pia haitaki ulete tamaa.
Usiletee mambo mengi ya nje, sijui unaona videmdem vingi, naitaki hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, uendelea na umungu wako huo, utafanikiwa. Hivyo tu. Ila wanavyoniona hapa, leo nimekuja kutafuta visupu vya kongoro kwa sababu uloto ulikuwa umeisha miguuni. Unajua kazi zetu hizi. Unajua kilikuu kwa watu ambao msingi kiuno ni sawa kabisa maisha yao, lakini wewe ambaye ulizoea kutafuta kwa nguvu, hivyo sio vitu vyako. Mimi nahesabu ni kama ujinga tu, kwa sababu kila kitu ili mradi kifanyike unatakiwa kuwa na pesa. Sasa wewe sehemu ambayo inakupa pesa unaanza kuichezea hivyo, unajua baadaye utaijutia sana. Sasa wewe ndugu yangu, wewe mwenyewe unajua kabisa ule bosi wetu Kitambi sasa hivi kaja na sheria za ajabu kabisa. Yaani sheria zake hazieleweki, hazina mbele wala nyuma. Sasa mimi ndio maana kama nilivyojipatia nafasi hiki, nikawa jipigia vifasiri yangu. Alafu nimekumbuka, nasikia tajiri Kitambi katoa ofu ya wiki. Ni ya kweli? Ndio. Hiyo taarifa ni ya kweli. Na watu wote tulipumzika, lakini Jumatatu tunatakiwa kuingia wote kazini. Basi sawa. Wewe unataka hela za mwisho wa mwezi, endelea kuzisubiri. Mimi mwenzako hela zangu za msingi kiuno. Kwa hiyo ngoja nikatengeze msingi kiuno huko. Sawa. Wakati wa kutuomba misaada, wakati ugonjwa kisha kunyonya, na sisi tutakwambia hela zetu za mwisho wa mwezi haziwezi zikasaidia matatizo yako ya msingi kiuno. Simu yangu. Wewe. Kaka, simu yangu. Wewe mali yako hii. Unaijua hii wewe? Unaijua hii?